Watoto wa Mungu Baba aliye hai, Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Bwana wetu Yesu Kristo azidi kupewa sifa sana. Ninamshukuru Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu kwa nafasi tena aliyotupa kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Hakika si kwa nguvu zetu wala kwa uweza wetu, bali ni kwa Roho wake Mtakatifu. Neema ya Mungu imetufikisha tena sana wakati kama huu na kutukusanyisha tena pamoja. Ni upendeleo wa Mungu sisi kukusanyika pamoja katika jina la Yesu. Pande zote tumekusanyika na tumekusanyika kwa jina kuu la Bwana Yesu. Na ibada tulio nayo ni ibada ya kujifunza neno la Mungu na maombi. Tunaimaliza wiki hii kwa jina la Yesu na kuanza wiki nyingine tena kwa jina la Yesu, na ushindi wetu ukiwa umezidi kuwa imara na kuzidi kusimama katika damu ya Yesu. Nasema nawe ni Mama El wa Jesus is the way. Ninakukaribisha katika ibada hii kwa moyo wa upendo kabisa, na Roho Mtakatifu wa Mungu apate kutuhudumia kama impendezavyo. Nitakwenda kufungua ibada hii kwa maombi. Baba, nasema asante kwa kutupa tena nafasi. Hakika Baba yetu wa mbinguni umetupa nafasi, na sisi watoto wako kwa jina la Yesu tumeipokea nafasi hii. Asante kwa Roho wako Mtakatifu mwenye kutuhudumia, mwenye kutuongoza, mwenye kutufundisha, mwenye kuusha mioyo yetu, anayuisha, anaifufua kwa upya. Hata miili yetu iliyo katika hali ya kufa anaifufua kwa upya. Ni Roho yule yule aliyemfufua Kristo, ndiye Roho yule yule anayefufua maisha yetu, anafufua familia zetu, amefufua kizazi chetu. Ni Roho Mtakatifu wa Mungu atendaye kazi pamoja na sisi mpaka ukamilifu wote. Sante Roho Mtakatifu wa Mungu. Sante Baba yetu wa mbinguni. Hatuna maneno ya kutosha ya kusema asante, kwa kuwa wema wako na fadhili zako ni kuu sana maishani mwetu. Huruma zako ni kubwa sana maishani mwetu. Sante kwa kutuchagua sisi na kuona vyema kutupa ufalme Bwana. Sante Baba yetu wa mbinguni kwa kutupendelea sana. Tumeuona ushindi wa damu yako maishani mwetu. Tumeuona wema wako Mungu unayetulisha, unatuvisha, unatunywesha kwa kufurika, unatuwazia mema usiku na mchana. Baba, tuseme nini juu ya haya? Wewe uko upande wetu, hakuna chochote kitakachokuwa juu yetu, hakuna chochote kitakachoweza kushindana na sisi na kushinda. Baba, ninasema asante. Asante kwa ushindi wa damu yako. Niseme nini juu ya watoto wako wa Bwana? Asante kwa kila ushuhuda, asante kwa uponyaji wako, asante Bwana Yesu. Baba, ni katika jina la Yesu ni saa nyingine tena tumekusanyika kusikia kutoka kwako. Lile neno lako la uzima likaendelee kupenya kila eneo la maisha yetu. Lile neno lako la uzima na ushindi likaendelee kututamkia ushindi. Neno lako Bwana, lile neno lako lililo kali zaidi ya upanga ukatao kuwili likazidi kutushindia kabisa vita vyote vya silini na vya wazi. Baba, tunasema asante. Roho wa Mungu, tupe utulivu na unyenyekevu wa kulipokea neno la Kristo, na damu yako Yesu ya msamaha, na damu yako Yesu ya utakaso iendelee kutusafisha na kututakasa, na neno lako Bwana liendelee kutusafisha, na nuru yako ikazidi kuonekana maishani mwetu. Ile nuru ya Yohana 1:5, ile nuru ni wewe Kristo mwana wa Mungu uliye hai, mwenye kutuangazia usiku na mchana, na giza halitatuweza kamwe. Sante Baba, takasa akili zetu pate kulipokea neno lako na kulielewa. Na Baba, tupe neema, tusaidie tusiwe wasikiaji tu, bali pia watendaji wa neno lako lo hai, lenye kuleta uzima juu yetu na juu ya uzao wetu na juu ya familia zetu na juu ya kanisa lako lote, wateule wako pande zote. Sante kwa kila mmoja tunayeungana naye Baba sana wakati kama huu. Hakika Baba, umesema hutotuacha wala hutotupungukia kabisa, nasi tunalitukuza jina lako. Roho Mungu, asante kwa mguso wako. Mguso wako ni wa ajabu sana Bwana, katika jina la Yesu. Wewe ndiwe kidole cha Mungu, endelea kutugusa usiku na mchana, na utukufu wote na heshima ni vyako Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Tunarudisha kwako shukrani katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana.
ujumbe ambao Roho Mtakatifu wa Mungu ameuachilia katikati yetu, tupate kujifunza na kuelewa. Kumbuka, kuelewa kwako sehemu ambao unaufahamu katika yale ya ufalme wa Mungu ndio ushindi wako hapa duniani, ndio ushindi wako katika ulimwengu wa kiroho na katika ulimwengu wa kimwili. Kwa hiyo katika Ukristo wako, ufahamu, maarifa na hekima ni vitu muhimu sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ufahamu wa ufalme wa Mungu, ufahamu na maarifa ya kimungu, yani ndio ushindi wako hapa duniani. Ukitembea katika hayo na hekima ya Mungu ikikufunika, hakika lazima ufike, na lazima ufike Mungu alipokukusudia kufika, kwa wakati, tena sio kwa kuchelewa. Neno la Mungu linasema, ujumbe: sadaka inayoweza kusafisha dhambi za mwanadamu ni damu ya Yesu tu. Sadaka inayoweza kusafisha dhambi zetu sisi ni damu ya Yesu tu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na sadaka hii inaweza pia kutukomboa sisi. Ni damu ya Yesu tu. Msisitizo uko kwenye tu. Damu ya Yesu tu. Basi hakuna kingine. Na hichi tunakwenda kujifunza leo. Waibrania 9 mstari wa 14, neno la Mungu linasema, basi si zaidi sana damu yake Yesu. Amen. Basi si zaidi sana damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhambi zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nitarudia, basi si zaidi sana damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha, yani damu ya Yesu itatusafisha, itawasafisha dhambi zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Mtoto wa Mungu, jambo ambalo nataka ulione hapa, neno la Mungu linatuambia damu ya Yesu ni sadaka. Ni sadaka yenye kumsafisha mwanadamu, ili huyu mwanadamu awe safi, awe na uhalali, apate wa kumwabudu Mungu aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kumbuka, kutakaswa kwako na damu ya Yesu ndio kutakufanya uwe safi na umwabudu Mungu aliye hai. Mungu aliye hai. Mungu aliye hai. Kwa hiyo, ukifundishwa ya kwamba utumie sadaka zingine kwa utakaso, yani kwa kutakaswa au kwa ukombozi au kwa kusamehewa dhambi, tambua ya kuwa kwenye hiyo madhabahu inayokufundisha hivyo kuna Mungu asiye hai. Hapo ndio anayeabudiwa. Yani kuna Mungu asiye hai. Yani manake kuna miungu ya giza ndio inayoabudiwa hapo. Na ndio maana mnaambiwa mtoe sadaka nyingine ili mpate kutakaswa au kusamehewa dhambi au kukombolewa. Kwa sababu neno la Mungu linatuambia Mungu aliye hai anaabudiwa na mwanadamu waliokubali kutakaswa na sadaka ya damu ya Yesu. Kwa hiyo kama Mungu aliye hai ambaye ameweka hii damu ya Yesu ipate kututakasa sisi wanadamu na kutufanya safi mbele zake tupate kumwabudu yeye, basi uwe na uhakika kuna miungu ambayo na yenyewe inatumia sadaka zingine, itataka kutumia sadaka zingine ili upate kuziabudu hizo. Lakini huyu Mungu katika Kristo Yesu, sadaka aliyoisema hapa ambao anataka itusafishe sisi ni sadaka ya damu ya Yesu tu. Ndio inamsafisha mwanadamu dhambi zake, inamsafisha, inamtakasa, inamkomboa na kumfanya mwanadamu safi apate kumwabudu Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza mtoto wa Mungu, ili usiendelee kupotea gizani. Pesa haiwezi kusimama kama sadaka ya ukombozi juu ya maisha yako. Wala hizo damu za wanyama
zinazochinjwa kwenye hiyo madhabahu uliopo, hizo damu za wanyama au wanyama wanaochinjwa na mnaambiwa ni sadaka, hizo pia haziwezi kufanya ukombozi wa maisha yako, haziwezi kukukomboa mtoto wa Mungu. Hakika hakuna kitu chochote kinachoweza kumfanya mwanadamu awe safi mbele za Mungu Baba wa mbinguni na kumhesabia mwanadamu haki mbele za Mungu zaidi ya damu ya Yesu tu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na Roho wa Mungu atusaidie sana, kwa sababu udanganyifu umezidi hasa katika nyakati hizi za mwisho. Nimeona watu wanajiita Wakristo na wanachinja sadaka za wanyama, wakisema hizo sadaka za wanyama, hizo damu za wanyama wanachinja kabisa kwenye madhabahu, na hiyo madhabahu wameweka msalaba wakisema kwamba wanamwabudu Mungu katika Kristo Yesu. Hapana. Hapana mtoto wa Mungu, hapana. Waebrania 10 mstari wa 3 mpaka wa 4. Neno la Mungu linatuambia kwamba lakini katika dhabihu hizo liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka, maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Haiwezekani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Neno la Mungu linatuambia haiwezekani damu ya wanyama kuondoa dhambi. Haiwezekani jamani. Haiwezekani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haijalishi unaona ishara au hauoni ishara kwenye hiyo madhabahu, lakini kama zinatumika sadaka nyingine zaidi ya sadaka ya damu ya Yesu, niko hapa kukwambia kwa neno la Mungu, haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Watoto wa Mungu, ni nyakati za mwisho. Hakika tunashuhudia sasa hivi watu wanatumia sadaka za damu za wanyama kwenye madhabahu na bado wanajiita ni Wakristo. Watu wanaambiwa toa kitu fulani usamehewe dhambi, au toa kitu fulani ukombolewe, au toa kitu fulani ufunguliwe. Ukiona unaabudu mahali wanapofanya hivi, ujue tu nyinyi sio wa Yesu Kristo, bali nyinyi ni wapinga Kristo, na ndio maana mnaipinga sadaka kuu ya damu ya Yesu. Yaani nyinyi ni wapinga Kristo. Na siku moja hili neno litakuhukumu ewe mwanadamu. Neno la Mungu ndilo litakalo kuhukumu. Neno gani mama Eve? Warumi 3 mstari wa 21 mpaka wa 26. Neno la Mungu linasema, Warumi 3 mstari wa 21, lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria, ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio, maana hakuna tofauti. Neno hili na maana gani? Mwanadamu, kuhesabiwa haki kwako na Mungu aliye hai ni kwa njia ya imani katika Yesu Kristo. Unataka kuhesabiwa haki? Ni kwa njia ya imani katika Yesu Kristo. Hebu sema, ninataka kuhesabiwa haki? Basi ni kwa njia ya imani katika Yesu Kristo. Na ule mstari wa 23 mpaka 25, neno la Mungu linasema, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, ambaye Mungu amekwisha mweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake. Huyu Yesu Mungu amekwisha mweka katikati yetu sisi wanadamu awe upatanisho. Sasa wewe jiulize, unafundishwa au unahubiriwa ya kwamba unapatanishwa na nini? Unapatanishwa na fedha? Unapatanishwa na nini? Unapatanishwa na kuhani wako? Unapatanishwa na nini? Kwa sababu neno la Mungu linasema, kwa sababu wote tumefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, lakini tunahesabiwa haki bure kwa neema, yani kwa upendeleo wa Mungu. Mungu ndo amefanyia kazi. Ukisikia mtu anakuambia ni kwa neema tu, yani manake ni Mungu amefanyia kazi, mimi nimepokea kwa upendeleo wake, ni zawadi ya Mungu. Wote anasema tunahesabiwa haki, tumefanya dhambi wote na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kumbuka ile dhambi ya Adamu inatembea vizazi na vizazi, lakini ili mwanadamu atoke huko ni lazima aikubali damu ya Yesu. Neno la Mungu linasema tunahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi. Ukombozi huu uko wapi? Neno la Mungu linasema
ulio katika Kristo Yesu. Ukombozi uko katika Kristo Yesu. Ukombozi uko ndani ya Yesu Kristo, ambaye Mungu amekwisha mweka awe upatanisho kwa njia ni nini? Njia ya imani katika damu yake. Sisi tunatakiwa tu kuamini. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mungu Baba kwa neema yake kuu ameshamdhihirisha mwanaye Yesu Kristo kama ukombozi kwetu sisi wanadamu, na kwa damu yake Yesu tu upatanisho wa mwanadamu na Mungu Baba aliye hai unapatikana. Kwa hiyo mtoto wa Mungu unayenisikiliza, yaani bila wewe mwanadamu kumwamini Yesu Kristo na kuiamini damu yake kwamba ilimwagika kwa ajili yako, hakika hakuna msamaha wa dhambi, na neno hili ndilo ambalo litakuhukumu na ndilo litasimama kuhukumu maisha yako. Bila damu ya Yesu, hakika bila damu ya Yesu, wewe unabaki kuwa adui wa Mungu, kwa sababu ni damu ya Yesu pekee ndio inayoondoa uadui wa dhambi unaomtenga mwanadamu na Mungu na kutuletea sisi upatanisho. Hakika bila damu ya Yesu hakuna ukombozi. Maana yake hauwezi ukatolewa mautini na kuingia uzimani. Maana yenye kututoa sisi huko ni damu ya Yesu. Yenye kumtoa mwanadamu kwenye umauti na kumwingiza kwenye uzima wa sasa na wa milele ni damu ya Yesu. Nakwambia, bila damu ya Yesu kuna uadui, kutakuwa na uadui katikati yako wewe na Mungu aliye hai. Kwa sababu damu ya upatanisho tumesoma hapo ni damu ya Yesu, sio damu ya wanyama au sio damu ya binadamu mwingine yoyote, bali ni damu ya Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa sababu sasa hivi watu wamefikia mpaka kiwango cha kuwatoa wake zao au waume zao au watoto zao au ndugu zao kama sadaka katika madhabahu, yaani damu zao wanawaua ili damu zao ziwaletee ukombozi, ziwaletee utajiri, ziwafungulie njia. Hakuna. Kumbuka shetani kazi yake, neno la Mungu linasema ni kuharibu, kuchinja na kuua kabisa. Hata akikufurahisha leo, kesho kuna shimo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo yawezekana umetoa hizo sadaka na umeona mafanikio, lakini mbele liko shimo, mtoto wa Mungu. Mbele liko shimo. Roho wa Mungu atusaidie sana. Na neno la Mungu linasema katika ule mstari wa 25b na 26, hii Warumi inasema kwamba ili aonyeshe haki yake huyu Mungu kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa, apate kuonyesha haki yake wakati huu, ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabia haki yeye amwaminie Yesu. Roho wa Mungu atusaidie sana, kwa sababu neno la Mungu liko wazi. Mungu Baba ni Mungu mwenye haki na anatuhesabia sisi wanadamu haki. Anamhesabia haki mwanadamu yule tu anayemwamini Yesu. Anasema apate kuonyesha haki yake wakati huu, ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabia haki yeye amwaminie Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Waibrania 10 mstari wa 10, neno la Mungu linasema mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai alitolewa mara moja tu kama sadaka. Na hii sadaka, neno la Mungu linasema kupitia hii sadaka ndio sisi tumepata utakaso. Tunatakaswa, tunatengwa na mabaya yote, tunatengwa na dhambi, tunatengwa, yani sisi tunakuwa vyombo vya Mungu aliye hai. Ni sadaka moja tu ya damu ya Yesu. Na Roho wa Mungu atusaidie sana. Na mstari wa 10 ule wa 11 katika hiyo Waebrania 10, neno la Mungu linasema na kila kuhani husimama kila siku akifanya ibada na kutoa dhabihu zile zile mara nyingi, ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi.
Kwa hiyo ibada na sadaka yoyote unayoambiwa na kuhani wako kwamba ukitoa kitu fulani, jambo fulani, yani dhambi zako zinasafishwa, leo hii neno la Mungu linakufundisha hizo sadaka hata ukitoa kila siku haziwezi kabisa kukuondolea dhambi. Ipo sadaka moja tu ya damu ya Yesu, ambao huyu Yesu, neno la Mungu linasema tumepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu mara moja tu, na amesha kuja duniani. Yesu akaishi, akafa, alijitoa kama sadaka, akafufuka, na ile sadaka inatushindia mpaka leo hii. Kwa hiyo unapoambiwa kuna Yesu mwingine sijui wapi, huo nao ni uongo, huo nao ni udanganyifu. Bwana Yesu apewe sifa sana, na Roho wa Mungu atusaidie sana. Na ule mstari wa 12 katika Waebrania 10, neno la Mungu linasema, lakini huyu Yesu alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata milele, yani sadaka moja yenye kudumu hata milele, huyu Yesu aliketi mkono wa kuume wa Mungu, maana kwa toleo moja, mstari wa 14, amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa. Hebu wote tuseme amen. Kwa toleo moja, hilo toleo Yesu alivyokufa pale msalabani, lile toleo lile alivyoitoa hiyo sadaka, huyu Yesu alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi, ametoa kwa ajili ya nini? Ya dhambi, dhabihu moja. Hii dhabihu, neno la Mungu linasema inadumu hata milele, haina mwisho. Aliketi mkono wa kuume wa Mungu Baba, yuko mkono wa kuume wa Mungu Baba, neno la Mungu linasema akituombea usiku na mchana. Na neno la Mungu linasema maana kwa toleo moja ametukamilisha hata milele sisi tunaotakaswa, yani sisi tuliokubali kutakaswa kwa hii damu. Haleluya. Dhabihu au sadaka ni moja inayodumu hata milele, ni damu ya Yesu, na ndio dhabihu inayomkamilisha mwanadamu ambaye atakubali imsafishe na imtakase. Isaya 53 mstari wa 4 na wa 5 na ule wa 6b, neno la Mungu linasema, lakini tulidhania kuwa amepigwa, amepigwa na Mungu na kuteswa na Mungu, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu. Sisi tulifikiri anapigwa na Mungu, sisi tulifikiri anateswa na Mungu, lakini neno la Mungu linasema huyu Yesu ninayekuhubiria habari zake kwa kinywa hichi, na mwenye masikio asikie. Neno la Mungu linasema bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, huyu Yesu, alichubuliwa kwa maovu yetu, huyu Yesu, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote, yani juu ya Yesu dhambi zetu zote, maovu yetu yote, masikitiko yetu yote, huzuni zetu zote zimekuwa juu yake. Sina jinsi ambavyo naweza kueleza, lakini neno la Mungu limejielezea, linatosha kukuelezea. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ila ninachojua mimi, hii damu ya Yesu imenibadilisha. Imenibadilisha kila hatua ya maisha yangu. Niliyekuwa sifai, leo hii nimeonekana ninafaa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Niliyekuwa dhambini, leo hii ninaitwa mtumishi wa Mungu, mtakatifu wa Mungu, mwana wa Mungu, mwenye haki, mtoto wa Mungu. Niliyekuwa sina jina, leo hii ninaitwa mimi ni mtoto wa Mungu aliye hai. Niliyekuwa sio jasiri, leo hii nina ujasiri katika Kristo Yesu. Kwa hiyo nimeona matokeo ya damu ya Yesu. Wapendwa, nimeona. Na unayenisikia hapa, neema hii iwe juu yako wewe katika jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ndio maana hakuna kitu kitakachoweza kunitenga na upendo wa Mungu huu ambao mimi nimeuona, ambao hakuna mwanadamu aliyeweza kunionyesha hapa duniani. Upendo wa Mungu mimi nimeuona. Mungu amenionyesha upendo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na katika pendo hili la Mungu, ngoja nikwambie, pendo la Mungu likikuzunguka lina attract, linawavuta mpaka hao wengine. Waliokukataa watarudi,
walio kukimbia watarudi kwa machozi, waliona haufai utakuwa msaada kwao. Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo mimi nimeona matokeo ya damu ya Yesu, na Roho wa Mungu amenipa neema, na mshukuru kwamba nikwambie habari za damu ya Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana, mtoto wa Mungu. Na kuelewa kwako ndio ushindi wako, ndio ujasiri wako hapa duniani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na damu ya Yesu ndio ambayo inatushindia katika ulimwengu wa kiroho na wa kimwili. Na anayeshinda ulimwengu wa kiroho ndio mshindi hapa duniani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo huyu Yesu amechukua masikitiko yetu, yani Mungu ameweka masikitiko yetu yote juu yake, maovu yetu yote juu yake, dhambi zetu zote ziko juu yake. Ukilijua hili, hutotembea na hukumu, hata kama watu wanakunyoshia kidole. Yani watakunyoshia kidole paka watachoka. Watasubiri urudi nyuma, hautorudi nyuma. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mimi niliwahi baada ya kuokoka, nikakaa katika wokovu, wale maadui ambao nilikuwa najua ni ndugu, ni marafiki, walikuja kukiri ya kwamba sisi tulitaka tunashangaa kwamba amefika hapo alipofika. Wanakiri wenyewe kwamba kwa yale mambo tuliomtendea, tunashangaa amefika hapo alipofika. Tulijua atakufa, na tulijua hata katika huo wokovu hatudumu. Kumbe mimi naendelea mbele, kumbe Yesu ananipigania vita. Yesu ni mzuri jamani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Yesu ni mzuri. Mimi sijui kama wanashindana na mimi, sijui. Lakini katika ulimwengu wa kiroho wameshindwa, na katika ulimwengu wa kimwili wanakuja wanakonfesi kwamba wameshindwa. Na ndivyo iko kwako hivyo, iwe kwako hivyo katika jina la Yesu na zaidi. Waebrania 10:19. Kumbuka naongelea habari za damu ya Yesu na ushindi ambao umetupatia, hasa katika kutakaswa dhambi zetu na kupatanishwa na Mungu aliye hai. Hakuna sadaka nyingine itakao kufanyia hivi zaidi ya sadaka ya damu ya Yesu. Waebrania 10:19, neno la Mungu linasema, basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Patakatifu ni kwa Mungu mwenyewe. Kwa hiyo mwanadamu, ujasiri wa kupaingia patakatifu pa mbinguni unaupata kupitia damu ya Yesu. Hakika damu ya Yesu Kristo ndiyo sadaka iliyotufungulia sisi wanadamu mlango wa mbinguni, patakatifu pa patakatifu, ikiwa tutaiamini na kuipa nafasi itutakase. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na kuamini aliyekuja duniani na kukubali kuimwaga damu yake hii, yani Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tumwamini huyu na damu yake iliyomwagika kwa ajili yetu. Tuihesabu damu hii ni sadaka kwenye maisha yetu. Sadaka ya msamaha wa dhambi, sadaka ya utakaso, inatutakasa, inatutenga na mawaa yote. Sadaka ya upatanisho, inatupatanisha sisi na Mungu aliye hai. Sadaka ya ukombozi, inatukomboa, inatutoa kwenye umauti, inatutoa kwenye magonjwa, inatutoa kwenye kila kilichokuwa kimetufunga. Kama ni umasikini, imetutoa huko. Mimi nimeyashuhudia haya jamani, mimi nimeyashuhudia haya. Niliyekuwa chini, niliyekuwa sifai, leo hii Mungu ameniweka juu pamoja na wakuu. Kwa hiyo mimi ni ushuhuda namba 1 wa Yesu Kristo huyu ninayesema ni Bwana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo mtoto wa Mungu, embu ondoka kwenye kuaminishwa kwamba kuna sadaka nyingine ya ukombozi zaidi ya sadaka ya damu ya Yesu. Uondoke huko kwa jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa hili ndilo neno la Mungu. Kwa wewe ambaye uko tayari kumwamini mwana wa Mungu Yesu Kristo na kuamini damu yake na kuipa nafasi ikusafishe. Umelisikia neno hili, unasema hakika sadaka ni damu ya Yesu. Neno la Mungu limenifungua, limenipa ufahamu. Mimi sipo tena kwenye ujinga, kwa kuwa hii kweli imeniweka huru. Kwa wewe ambaye uko tayari, karibu tuombe pamoja maombi haya. Utatamka, umeamini, sasa unatamka, unakiri, manake unapata wokovu. Sema, Bwana Yesu, kwa jina lako ninakuja kwako. Nimesikia habari zako ya kwamba wewe ndiwe Mwokozi
na njia ya uzima wa milele. Wewe ndiye hekima ya Mungu na siri ya Mungu. Wewe ndiye sadaka ambayo Mungu ameiachilia juu ya maisha yangu ipate kuniokoa mimi. Na nimesikia kabisa ya kwamba hakuna anayefika kwa Mungu Baba bila kupitia kwako. Na nimesikia Bwana Yesu ya kwamba ushindi wangu hapa duniani ni mimi kukaa ndani yako. Ndio maana leo hii Bwana Yesu ninakuja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Nakuja na dhambi zangu zote na makosa yangu yote na uovu wangu wote na mizigo yangu yote. Ninatubu. Ninakuomba Baba upate kunisamehe. Unisamehe Bwana Yesu dhambi zangu zote, uovu wangu wote, makosa yangu yote, iwe ni kwa kujua au kwa kutokujua, iwe ni kwangu au kwa walionitangulia. Ninatubu kwako Bwana Yesu, ninakuomba unisamehe. Na kwa damu yako ya agano jipya iliyomwagika kwa ajili yangu, ninakuomba unisafishe Bwana Yesu. Uyasafishe maisha yangu yote, nafsi yangu, moyo wangu usafishike kwa damu yako Yesu. Dhamira yangu, njia zangu zote na mwili wangu huu Bwana Yesu utakase kwa damu yako, usafishe kwa damu yako. Bwana Yesu ninakuamini na kukukiri na kukupokea wewe Yesu kama Bwana wangu na Mwokozi wangu na mfalme wangu na Mungu wangu na mkombozi wa maisha yangu. Asante Bwana Yesu kwa kukubali kufa kwa ajili yangu. Na ninaamini ya kuwa Mungu Baba alikufufua katika wafu. Hakika Bwana Yesu upo hai. Ninakuamini Bwana Yesu ya kwamba wewe ndiwe mwana wa Mungu uliyemwaga damu yako kwa ajili yangu mimi, ili mimi nipone, ili mimi niishi, ili mimi nitembee kwa ushindi katika maisha ya hapa duniani na baadaye uzima wa milele. Leo hii Bwana Yesu, ninakufungulia kila mlango wa maisha yangu na kukukaribisha unitawale wewe. Na ninakuomba unitakase na unibatize kwa Roho wako Mtakatifu sasa, na kunifanya mpya ndani yako. Kwa jina la Yesu ninampokea Roho wako Mtakatifu. Kwa jina la Yesu ninapokea Roho Mtakatifu na nguvu za Roho Mtakatifu wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu nijaze, nifurike sasa. Na kila siku iitwapo leo, ninakuomba Bwana Yesu ujifunue nikujue zaidi na zaidi katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu kwa kunisikia. Asante kwa kuniokoa. Asante kwa kuingia ndani yangu. Ninakuomba unisaidie nidumu ndani yako siku zote za maisha yangu. Nikuishie wewe Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Na kuongozwa na Roho wako Mtakatifu ili nipate kulitimiza kusudi lako hapa duniani kama huko mbinguni, katika jina la Yesu. Amen, amen, amen. Mungu akubariki sana. Kwa jina la Yesu, damu ya Yesu ikufunike. Baba Mungu, nasema asante kwa kuwa hii ni mbegu yako. Wamekuja kwako watoto wako, na umesema tukija kwako hakuna kututoa katika mikono yako. Na umesema kila anayekuja kwako hataona kiu kamwe. Baba, endelea kutujaza kwa Roho wako Mtakatifu, tuendelee kufurika usiku na mchana. Sante kwa mbegu hii Baba. Sante kwa shangwe na furaha na sherehe huko juu mbinguni, kwa kuwa mwenye dhambi mmoja anapotubu, hakika Bwana Yesu, mbinguni kuna furaha kuu. Nami nasema asante kwa ajili ya wateule wako Baba, hata upotea hata mmoja. Kwa jina la Yesu, shetani huna mamlaka tena ya kuwataabisha, kwa kuwa hawa wamechukua chapa zake Kristo katika jina la Yesu.
hatua zao zinaimarishwa na Bwana kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kila aliye adui yao sasa ni adui wa Mungu. Kwa jina la Yesu Kristo, hakuna silaha itakayofanyika juu yao na kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na kila neno lililosimama kinyume na mapenzi ya Mungu juu ya maisha yao, ninalitangua na kulibatilisha kwa damu ya Yesu. Ninalifuta kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nami natamka neno jipya sasa kwa jina la Yesu. Hawa ni uzao wabarikiwa wa Mungu aliye hai. Kwa jina la Yesu wanastawi katika nchi ya walio hai. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, wanazaa matunda katika mzabibu ulio mkuu. Mzabibu ni Yesu Kristo. Katika jina la Yesu, hawa ni kondoo waliokuwa wamepotea, sasa wamepatikana kwa jina la Yesu Kristo. Na vazi la wokovu wako nalo, vazi la kifalme wamevikwa sasa kwa jina la Yesu. Mavazi yao ni meupe kwa damu ya Yesu Kristo, yametakasika. Shetani, hawa sio wako tena kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ondoka na mizigo yako yote, ibebe uondoke nayo, kwa kuwa mwili huu sio wako tena. Mwili huu ni hekalu la Roho Mtakatifu, ni nyumba ya Mungu. Na kama ilivyoandikwa, atakaye jaribu kuliharibu hekalu hili ataharibiwa. Basi kwa jina la Yesu nami natamka na kuapiza kila atakaye jaribu kuharibu mwili wako kuanzia leo hii, na yeye ataharibiwa kwa jina la Yesu. Iwe anataka kuharibu kwa magonjwa, kwa umauti, kwa kupungukiwa, kwa umasikini, kwa chochote kile atakacho kiwaza kibaya na kutaka kukifanya kibaya juu ya maisha yako, yeye kutaharibika kwake kwa jina la Yesu. Na kama ilivyoandikwa, na mchimba mashimo atatumbukia mwenyewe, na abilingita jiwe litambilingitia mwenyewe, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na ndivyo ilivyo, iwe juu ya maadui zako wote wanaokufuatilia wewe ili kuliharibu kusudi la Mungu alilokukusudia, ili usifike Mungu alipotaka ufike. Wanaharibika wao kwa jina la Yesu. Na wote wanaokubariki na kukutakia mema, wakabarikiwe na kuzidi sana katika jina la Yesu, kwa kuwa wewe ni mtoto wa kifalme kwa Mungu Baba aliye hai. Asante Yesu, kwa kuwa Mungu Baba ni mwaminifu kwa ahadi zako ambazo ni amina na kweli. Kutoka mwanzo mpaka Ufunuo, neno lako ni amina na kweli. Nami Baba nasema asante. Naifunika wiki hii tena kwa damu ya Yesu. Kila tunapoingia na kutoka, sisi tumebarikiwa, ni uzao uliobarikiwa na Bwana kwa jina la Yesu. Na wote watakao tuona watasema hakika tumebarikiwa na wewe Yesu. Baba nasema asante. Asante Baba. Jina la Yesu lihimidiwe milele na milele. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Na Mungu Baba akupa kibali. Karibu tujifunze neno la Mungu kupitia namba hizi: +255 718293144, na namba nyingine ni +255 769145925. Damesu kufunike katika jina la Yesu. Amen.